Jina naitwa Dr. Hamisi Asedi, ni daktari wa afya ya kinywa na meno katika hospitali ya rufaa mkoa wa Tabora Kitete. Kwa upande wa afya ya kinywa na meno, kuna magonjwa makuu kama mawili ambayo yanasumbua sana kwa wingi, ambayo ni kutoboka kwa jino na magonjwa ya fizi. Shida ya kutoboka kwa jino ni shida ambayo inasababishwa na ulaji wa vyakula vya sukari kwa wingi na kuzingatia kupiga mswaki kwa usahihi. Kwa faida, kila binadamu anakuwa na bakteria ambao hapo mdomoni, ambao wanakuwa vyakula vyao kubwa wanajilisha kwenda na mabaki ambayo yanakuwa yanabakia kinywani kama akiwa hayasafishwi. Hali hiyo inapelekea kuzalisha asidi au tindikali ambayo inakuwa inasababisha kutoboka kwa jino. Na dalili ambazo mtu anaanza kuzipata ni kama kusikia maumivu wakati akiwa anakula vitu au akiwa anatafunia, tuseme kama vitu vya akiwa anakunywa labda vitu vya moto vya baridi. Na pia saa nyingine ikifikia kwenye tabaka la chini kabisa ambako kuna mishipa ya fahamu, na huko ataanza kusikia maumivu makali ambayo atakuwa ni wakati wote, ambayo anaweza akamkosesha usingizi na kadhalika. Kwa hiyo katika matibabu yake kuna matibabu ambayo ni ya kuziba jino kwa dawa ya muda mfupi, dawa moja kwa moja ambayo ni dawa tunasema ni permanent filling, na pia kuna matibabu ya root canal treatment. Root canal treatment au tunasema ni matibabu ya mzizi wa jino ambayo yanatolewa kwa jino ambalo matibabu yake inakuwa ni kwamba mtu jino linakuwa limeshafikia kwenye kiini cha jino, kwenye pulp, anakuwa anasikia maumivu muda wote, hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo inabidi kwanza lile jino lisafishwe mpaka kwenye mzizi wake, baada ya hapo ndio litazibwa kawaida. Na shida nyingine kubwa ni shida ya fizi. Shida ya fizi ni shida ambayo inakuwa kama dalili za awali inakuwa ni kutoka damu wakati labda unapiga mswaki, au saa nyingine hata labda ukila chakula kigumu. Na pia saa nyingine inakuwa kama kuna ugaga ambao unakuwa umenajia kwenye meno. Unaweza ukawa mweupe au unaweza ukawa njano au unaweza ukawa kwa rangi nyeusi. Kwa hiyo nayo inaweza ikachangia baadaye, kama isipotibiwa kwa haraka, ikasababisha meno akaanza kulegea, na pia saa nyingine akanapata maumivu wakati wa kutafuna. Kwa hiyo pia ni shida ambayo inatibika hospitalini. Kuna matibabu yanaitwa scaling and root planning au professional dental cleaning, ambapo mgonjwa atapatiwa akifika katika kituo cha kutolea huduma kwa mtaalamu wa kinywa na meno. Hao ndio magonjwa makuu ambayo yanakuwa yanaathiri wateja wetu kwa sana. Kwa kawaida mtu anaweza kutumia dakika 2.5 hadi dakika 3 kwa kupiga mswaki. Na mswaki anatakiwa anapiga mara 2 kwa siku. Tunashauri mtu anatakiwa apige mswaki asubuhi, sio kabla ya chai, ni baada ya kunywa chai ndo anashauriwa kupiga mswaki. Na anashauriwa atumie dawa ambayo ina madini ya fluoride ili kuweza kulinda meno yake. Na pia anashauriwa ukishapata chakula chako cha usiku uweze pia kupiga mswaki, kwani yale mabaki ambayo yanabakia mdomoni ukishakula chakula, hasa kama ni mabaki ya vyakula ambayo ni vya sukari, wale bakteria ambao hapo mdomoni wanasababisha, yanabadilisha kuwa tindikali ambayo ndio inaanza kutoboa jino taratibu mpaka kufikia hatua saa nyingine ukapata maumivu. Mara ya kwanza jino linapotoboka unaweza usihisi maumivu, lakini unaweza ukajiangalia mwenyewe. Maana dalili ya kwanza unaweza kuona ni kuna alama ambayo inaweza ikawa ni nyeupe sana kwenye jino lako, au inaweza ikawa ni nyeusi kwenye jino lako, au rangi ya kahawia. Hizo ni dalili za awali kwamba jino limeanza kushambuliwa na wadudu. Kwa hiyo inapoendelea kutoboka kwenda kwenye tabaka la katikati ambalo ni tabaka laini, mpaka kufikia kwenye tabaka ambalo linakuwa kuna mishipa ya fahamu. Sio kwamba ni asubuhi tu. Tunashauri after every meal, kwenye kila baada ya unapokula chochote unatakiwa upige mswaki. Ndio inavyoshauriwa kitaalamu zaidi, lakini tunashauri zaidi, lakini unaweza ukajitahidi hata mara 2, iwe ile asubuhi baada ya kupata breakfast, chakula cha asubuhi, na pia jioni baada ya kupata chakula cha usiku unaweza ukapiga mswaki. Kwenye dawa zote ambazo zina madini ya fluoride zinakuwa zimeandikwa kwenye kasha lake. Unaweza ukaangalia kwenye zile ingredients kule nyuma, imeorodheshwa pale, utaiona imeandikwa. Inaweza kanisa muda wengine ikawa imeandikwa kama monofluoride, phosphate au monofluoride na nyinginezo. Kwa utasoma pale kwenye zile ingredients za dawa kwa kule nyuma. Kwa kushauri daktari, au unaweza ukaja pia kwa daktari ukamuonesha dawa yako ambayo unatumia,
akakushauri pia zaidi. Na pia hiyo unaweza ukapata ushauri kwa sababu tunashauri wagonjwa wetu at least angalau mara 2 kwa mwaka aje kufanya check up ya kuangalia afya yake ya kinywa na meno. Hawa inakuwa inategemea na zile wanatengeneza kuendana na mahitaji tofauti. Pia inazo tofautiana ni zile flavor zake nyingine, ndio maana inakuwa zina makasha tofauti. Na pia kuna dawa nyingine ambazo zinatengenezwa kwa ajili labda kwa mtu ambaye anapata ile tunasema kama sensitivity ya meno, ambazo zinakuwa zina kiwango kidogo inakuwa ni kikubwa zaidi cha fluoride ili kuweza kuondoa ile hali. Watu wao sana ambao wanaweza kupata hiyo hali ni kama watu ambao wa mikoa ya ambao wanatokea ile mikoa ambayo kama ya Arusha au Singida au Shinyanga, maarufu tunaita ni meno ya Kiarusha. Unaweza kuwa unapata ile hali sensitivity, labda hewa ikiingia au kila vitu vya baridi unapata ile hali ya sensitivity mdomoni. Kwenye kupiga mswaki unatakiwa uguse sehemu zote. Kuna sehemu ya huku ya nje ya jino ambapo ni upande ambao uko karibia na fizi, unatakiwa uiguse, na unatakiwa uende kama uweke mswaki wako katika degree 90 ili yale mabaki ya chakula ambayo yanaweza kaingia ndani ya fizi hivi yaweze kutoka. Pia unashauriwa pia kupiga sehemu ya ndani, alafu unakuja unapiga na sehemu ya juu ya kutafunia, na pia kwa meno ya mbele pia unasafisha kuelekea hivyo uweze kutoa mabaki ya chakula hivyo. Wewe utakuwa unafanya hivyo katika meno yote, upande huu wa kulia, kushoto na ya mbele. Ukimaliza katika taya lako tuseme umeanza ni la chini, pia unakuja kwenye taya la juu. Lakini cha mwisho kabisa ambacho unatakiwa ufanye pia ni kwenye eneo la ulimi. Utapiga ulimi wako kuanzia eneo la mwanzo mpaka eneo la nyuma la ulimi. Pia kuna kifaa maalum ambacho kinaitwa ni tongue scraper ambacho pia kinasaidia katika kusafisha ulimi wako. Pia kitu kingine ambacho wengi tunashindwa kufanya kwa sababu unaweza ukapiga mswaki lakini kuna eneo kati ya jino na jino, ile eneo la katikati tunasema ni interdental space. Ile eneo saa nyingine unaweza usitoe mabaki ya chakula ambayo yameingia kwenye ile eneo. Kwa hiyo ili uweze kusafisha ile eneo na mabaki ya chakula yaondoke, kuna uzi maalum ambao unatumika kusafisha ile sehemu. Unaita dental floss. Kwa sasa hivi uzi unapatikana katika maduka mengi mbalimbali na katika kama supermarket au maduka makubwa ya dawa zinapatikana. Kwa hiyo inakusaidia katika kusafisha hii sehemu, na pia zimeboreshwa ambazo kwa mtu wa kawaida tunaweza ukaitumia bila hata kuelekezwa na daktari. Unaingiza tu ile kauzi sehemu kama hii hapa, kwa hiyo unatoa ile mabaki ya chakula ambayo yameingia kwenye hii sehemu ya kati ya jino na jino. Kuna jino ambalo tunasema ni kama ni badly decayed tooth, sawa? Inaweza likaa jino limeoza ambalo tunasema ni unrestorable. Hauwezi ukalifanya tena restoration, maana yake kulizika. Lakini pia sababu kung'olewa jino inaweza kaa kuna sababu nyingi za kung'oa jino. Inaweza likaa ambalo jino ambalo limeharibika vibaya kuendana na kushambuliwa na bakteria, au jino ambalo limesababishwa na matatizo ya fizi kulegea mpaka ufikia tunasema kama ni mobility yake imefika grade 3, unaweza ukalitoa, yani inalegea kiasi ambacho hata unaweza ukalitoa kwa mkono. Lakini pia sababu nyingine ya kutoa jino inawezekana kwa sababu ya mpangilio wa meno unakuwa ni mbaya, sawa? Ili kuweza kupanga meno yako yakae vizuri, huwa kuna baadhi ya meno unaweza kuyatoa ili yaliyobakia yaweze kupata space au sehemu ya kuji-align vizuri. Lakini pia inaweza ikawa inasababisha labda jino tuseme let's say labda mtu amepata ajali na jino labda amepata ajali labda kama ni motor traffic accident, au hata kama labda amejigonga au amepigwa, sawa? Yote inaweza kusababisha kama ni ajali. Kwa kama jino litakuwa limefracture vibaya, pia linaweza likatolewa. Na pia jino linaweza pia likatolewa labda kama limeungana na sehemu ambapo kuna uvimbe. Kwa hiyo tunaona kwamba ukiondoa ule uvimbe ndio tuondoe na meno ambayo yako associated na ule uvimbe. Ukaja wewe hapo labda umekuja na leo unalalamika linakuuma jino hili hapo, sawa? Na kweli nikaliangalia nikaona jino ambalo limetoboka, let's say linakuuma kabisa. Nikasema labda nikung'oe, sawa? Nikakung'oa jino hili, lakini kuna jino hili hapa nalo lishaanza kuonesha dalili ya kutoboka, sawa? Lakini kwa sababu mimi ni concentrate, mtaalamu wa concentrate kwenye jino hili ambalo leo lina maumivu makali, na mgonjwa pia ukaconcentrate kwenye hilo, hatukuliangalia hili hapa ambalo lishaanza kuonesha dalili za kutoboka, lakini bado hajafikia hatua ya kuuma. Kwa hiyo mgonjwa leo ukimng'oa hili alafu akakaa baada ya miezi 6, hili hapa nalo likafikia kwenye ile hatua ambayo sasa imeshafika kwenye kiini cha jino, kwenye pulp, nalo limeanza kuuma, wagonjwa wanasema wadudu wa meno wana kaida kufanyaje ya kuama, lakini hilo halina ukweli ndani yake.
tunashukuru kwa sasa hivi mwitikio ni mkubwa kwa kweli, na hata kwa sasa hivi wagonjwa wengi wanaokuja tunashukuru sana kwamba wanakuwa na ile awareness kwamba hata sasa hivi mgonjwa ni nadra sana mgonjwa akaja hospitali tu akwambia kwamba nahitaji kung'oa jino langu. Wengi wanaokuja sasa hivi wanasema nahitaji kuziba jino langu, na pia wanaweza wakakuuliza daktari, ni njia gani ambazo naweza nikatumia ili meno yangu yasiendelee kuharibika. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa ile oral health education, tunawapatia elimu ya afya ya kinywa na meno, namna ya kulinda meno yao, na mwitikio kweli ni kama nilivyosema awali umekuwa ni mkubwa sana. Nashukuru kwa hiyo. Mswaki unatakiwa ulindwe uwekwe katika sehemu nzuri, na pia unatakiwa unabadilishwa, tunasema at least after every 3 months, kila baada ya miezi mitatu unaweza ukabadilisha mswaki wako, kwani mswaki unaotegemea hizi bristles unakuta mwingine hizi zimeshalala mpaka hivi lakini bado anatumia mswaki wake. Huwa tunashauri kila baada ya miezi mitatu uweze kubadilisha mswaki wako ili uweze kufanya kazi katika ubora unaotakiwa wa kusafisha kinywa chako. Tunawashauri wapunguze ulaji wa vyakula vyenye sukari, na pia wazingatie usafi wa kinywa na meno, kwani ulaji wa vyakula vya sukari kwanza sio kama unasababisha tu magonjwa ya kinywa na meno, pia inasababishia vitu kama kuongeza uzito, sawa, na magonjwa mengineyo. Kwa hiyo wito wangu ni kupunguza ulaji wa vyakula vya sukari, na pia kujitahidi wanapopata shida ya kinywa na meno kuja kwenye eneo husika la wataalamu wa afya ya kinywa na meno, na kuacha kutumia dawa ambazo ni za mitaani, maana huko mitaani nasema kuna nadharia nyingi sana. Kwa hiyo pia tuondoe wasiwasi, matibabu ya kinywa na meno ni salama, watu wanakuja wanatibiwa na meno yao yanakaa vizuri. Na pia waondoe zile nadharia potofu, labda ukitibiwa jino la juu labda unaweza kupata ukichaa au ukafariki, kwa kitu hamna. Kwa tunawaambia tu waje watuone wataalamu wa kinywa na meno, tiba zote zinapatikana. Ni nadra kusema kwamba jino likang'olewa na mgonjwa akapata uvimbe. Ile ambacho kinakuwa kinatokea ni mara kwa mara ni kwamba kaida ya jino tunasema inatokea kitu tunasema ni infection, sawa. Inapofika kwenye kiini unakuta mgonjwa anachelewa kuja hospitalini, sawa. Kaida ya jino inatengeneza kajipu, sawa. Kale kajipu huwa kanaanza ndani ya fizi, sawa. Kwa hiyo saa nyingine mgonjwa unakuta mpaka kajipu kanaanza bado hajaja hospitali, sawa. Hiyo kuna muda ule usaha unavyozidi kusambaa inafikia hatua kwamba hata uking'oa lile jino ule usaha unakuwa uwezi kuondoka kwa kung'oa lile jino. Inahitaji matibabu mengine ya kumpasua ili uweze kutoa usaha, iwe kwa ndani au kwa nje, ili uweze ule usaha kupata njia ya kutoka kwenye sehemu iliyopo. Tunasema ni incision and drainage unamfanyia. Kama atawahi haraka kuja hospitalini, na maana kama nilivyosema mara ya kwanza, huwa tunamfanyia upasuaji wa kutoa ule usaha, drain ule usaha, na pia huwa tunamsafisha kila siku mpaka usaha utakapoisha na mgonjwa ataendelea na shughuli zake za kila siku. Kuna muda, kuna kitu usaha unavyotunga, kuna hatua ambayo unapitia kabla usaha ya kutunga, sawa. Hatua ya kwanza wanasema ni cellulitis. Mtu anaweza akaa amevimba lakini ukitafuta usaha unakuwa bado hujajitengeneza, sawa. Hiyo hatua kama ile huwa tunamwandikia dawa. Kwa hiyo unaweza saa nyingine kama hujafikia kwenye hatua mbaya, unapomwandikia dawa antibiotic usaha unaisha moja kwa moja. Ingawa umefikia hatua mbaya, sasa utajitengeneza sehemu ambayo sasa ukija hata ukivuta na ile bomba la sindano utaona usaha, ndio pale ambapo tunamfanyia upasuaji mdogo wa kuweza kutoa ule usaha nje. Lakini sasa mwingine anaweza akaona vile bado asije hospitali, ataona amevimba, ataenda labda atatumia dawa za kienyeji kupaka eneo husika, na mpaka saa nyingine usaha sio kama unaishia kwenye eneo hili tu. Usaha huo unashuka mpaka hadi huku kifuani saa nyingine. Au saa nyingine unaweza ukapanda kwenda eneo la juu la kichwa, kwenda kwenye eneo la juu la kichwa. Sisi tunawashauri tu waje hospitali. Matibabu yote yanapatikana. Meno ya bandia hana kemikali, lakini kuna aina tofauti ya meno ya bandia ambayo yapo yale ambayo tunasema ni removable, ambayo ni ya kuvaa na kuvua. Kuna fixed ambayo ni yale ya moja kwa moja. Lakini yote katika kuyaweka kati haya ya removable ambayo ni ya kuvaa na kuvua yana sifa yake kuendana na hali ya mdomoni iliyopo, sawa. Haya fixed pia nao yana hali yake, yana namna yake ya kuyaweka ndani ya mdomo kuendana na hali ambayo ya kinywa iliyopo. Kwamba fixed anahitaji support ya meno mengine. Fixed unavyotaka kuliweka, kama mtu amemisi sema jino hili hapa, sawa. Kwa ukitaka kuliweka hili jino lazima lipate support ya huyu na huyu. Kwa hiyo huyu hapa anapunguzwa kidogo
na huyu pia atapunguzwa kidogo ili alishikilie wheel hapa. Sawa? Kuna saa nyingine tunasema kama removable, ambao unakuta inawezekana labda mgonjwa, saa nyingine pia inawezekana ni swala la kiuchumi. Sawa? Maana removable ni less expensive, so gharama kuliko kama fixed. Na pia fixed neno pia yanatofautiana pia material ambayo yanatumika. Sawa? Kuna material ambayo tunasema ni ceramic, kuna nyingine ni zirconium na kuendelea. Pia sasa hivi kuna teknolojia, kuna kitu tunasema ni implant dentistry. Sawa? Kuna implant ambayo inafanyika ni jino kabisa ambalo linawekwa kwenye sehemu husika, linakuwa na mzizi wake kabisa. Kwa hiyo hamna haja tuseme kama mtu amemisi hili jino hapa, hamna haja kupunguza hili au hili liweze kumshikilia. Kwa hiyo ni sehemu hii hapa inafanywa upasuaji mdogo na ile jino linapachikwa kwenye eneo hilo hilo bila kuathiri haya